Wanasema kwamba mcheza kwao utunzwa. Sasa msanii Ibra licha ya kuonekana kwamba anajibizana sana na bosi wake wa zamani, hapa namzungumzia Harmonize, bado amekuwa akisisitiza kutoa shukrani kwa msanii huyo kwa kuweza kumsaidia kuweza kumfikisha kwa namna moja ama nyingine katika sehemu ambayo sasa hivi amefikia, ni sehemu kubwa kabisa. Sasa kama unakumbuka kwamba Ibra sasa hivi ana gang yake ambayo inaitwa Oyawe, moja kati ya gang ambayo ameanzisha rasmi akiwa huru. Kwa hiyo ameanzisha gang yake ya Oyawe. Yes, mimi naitwa African Voice, wakili wa burudani kutoka mahakama ya burudani hapa Tanzania. Kama nilivyokuambia kwamba make sure umesubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kupata updates kali kama hizi hapa ambazo unapaswa kuweza kupata. So kama nilivyokuambia kwamba msanii Ibra amejitokeza tena baada ya kupata tenda ya kupiga show chuo kwa chuo ya Nenga pale mjini Dodoma. Sasa Ibra bwana, baada ya mapokezi makubwa na vibe kubwa sana la mashabiki zake, ametokea kuweza kuappreciate kwa kile ambacho kimeweza kutokea hasa kwa mashabiki zake. Lakini kama nakumbuka, kuna moment fulani hivi ambayo Ibra alifanya pale katika show ya kuweza kufungua champagne, na mtu ambaye ameweza kufunga champagne ni shabiki. Kwa hiyo ni kama vile Ibra anafungua rasmi ukurasa wake akiwa nje ya record label ambayo alikuwa anamilikiwa hapo awali. Sasa Ibra bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti moja kati ya video ambayo inamuonyesha Ibra akiperform na vibe la mashabiki zake, mapokezi makubwa sana kwa kasa Dodoma. It's like kwamba Ibra ameanza safari na moto wa hatari kabisa. So Ibra alichukua time ya kuweza kuandika kwa kumshukuru Harmonize kwamba bila yeye katika mziki basi hili vibe asingeweza kulipata. So Ibra ameandika hivi katika ukurasa wake wa Instagram: shukrani sana kaka Konde, bila wewe isingekuwa rahisi katika narudia tena, shukrani sana kaka Konde, bila wewe isingekuwa rahisi hii kitu music. Akaweka emoji ya kushukuru. Nenga tajiri, nipe show nyingine nikutane na mashabiki zangu, nimemisi sana kuona nikiimba nao. And then akamtagi Billnass akasema hatujamaliza boss, zite simu Oya gang, it's new family. Akaitagi gang yake Oya_gang family cheesy. Yes, huyo ni Ibra ambaye alikuwa anamshukuru Harmonize kwa namna moja ama nyingine kwa kuweza kumsaidia kuweza kufika pale ambapo amefikia sasa hivi mpaka kuweza kujitegemea. Nikisoma comment, watu wengi wamekubaliana na kile ambacho Ibra amekisema, hasa kwa kuweza kukubali mwenyewe kwamba bila bosi wake wa zamani, hapa namzungumzia Harmonize, basi namna moja ama nyingine watu wasingeweza kumtambua na watu wasingeweza kukijua kipaji chake. Kwa hiyo shukrani.